Abdunuru lazima ninene ukweli. Katika vitu ambavyo ni very risky na vinavuruga historia za sisi vijana ni kuzaa na mtu kabla ya kuridhiwa na wazazi wenu, ni kuzaa na mtu kabla hamjajiandaa kuwa wazazi, kuzaa na mtu kabla ya kuona kwamba huyu ni mtu anayefaa kuishi naye kwa maisha ya muda mrefu. Changamoto inayokuja baadaye ni kuachana na mustakabali wa mtoto au watoto unakuwa haujulikani ni upi. Yaani hapa kinachotokea huwa mara nyingi ni kutelekeza damu zetu. Sasa hii mara nyingi huwa tunashuhudia kwamba huwa inasababishwa na vitu vifuatavyo. Moja, kutokuwa tayari kubeba majukumu ya kifamilia, yaani ilitokea bahati mbaya. Mbili, shemeji yetu kapata mbwenyenye mwingine ili asijihusishe na historia ya mahusiano yenu kabisa, anaamua kukatisha uhusiano wenu, sio kwa mtoto, sio kwake. Tatu, familia za pande mbili au pande moja kuna namna hawajaridhia kilichotokea. Nne, kwa mwanamume mwenzangu ambao bado anahitaji kuwa huru na watotos, masuala ya kulea, masuala ya kuwa baba mtu sio kweli. Jambo namba 5, yani ni kwamba hatutaki kusumbuana na wanadamu, ni kwamba tumeshaachana, kila mtu aendelee na maisha yake. Swala la mtoto akikua atanitafuta mwenyewe. Sasa kuambiana ukweli bila kupeana nini cha kufanya, huo ni umbea. Katika video hii tutajadili nini cha kufanya baada ya kuachana na mmezaa pamoja. Namba 2, kwa nini hupaswi kukubali kupoteza damu yako, yani atanitafuta mwenyewe akiwa mkubwa, au anayekunyima kunde anakupunguzia ushuzi. Kama kawaida, kampeni yangu ni ile ile. Kama wewe ni mpita njia, hapa umefika sehemu salama yenye video zilizoshiba maarifa. Kumbuka kusubscribe alafu kutizama video nzima, utanishukuru, na baada ya hapo utatoa maoni yako. Usitoe maoni kabla hujatizama video nzima au kwa kutumia hisia. Tizama video nzima kisha toa maoni kwa kutoa hoja. Sasa ishatokea mmetengana na mmezaa, nini ufanye? Hapa ni kwa wanaume na kwa wanawake, haina mwanaume wala mwanamke hii. Jambo la kwanza unalopaswa kufanya, meza pini, kaa mezani na mwenza wako. Wazazi wengi ambao mara nyingi wameachana na wana mtoto au wana watoto, mara zote huwa wanakimbilia kwenye masuala ya kisheria na nyaraka, lakini wanapiga chini gepu la kihisia ambalo kiuhalisia ndilo lilifanya waachane. Yaani hapa wanachokifanya ni kuonana paka na chui, hatuwezi kukaa pamoja hata siku moja. Wanasahau kwamba waliwahi kushare kitanda kimoja, wanasahau waliwahi kushare pumzi, wanasahau waliwahi kuangaliana kwa macho ya mahaba. Yaani huwa mara nyingi hawakai chini na kujadili mustakabali wao na watoto baada ya kuachana. Nini point ya msingi? Kaa chini muzungumze upya. Sasa mtaongelea nini? Hapa ndipo swali ilipo na ndipo changamoto ilipo. Hamzungumzi kuhusu kurudiana. Walio wengi ukiwaambia tuzungumze, wanahisi unatafuta namna ya kurudiana naye. Hiyo sio kweli. Kwenye hii point nitakushirikisha mazungumzo 5 ambayo unapaswa kuaddress pale unapomuita mwenzako muweze kuzungumza. Jambo la kwanza la kuzungumzia ni kuzungumza kuhusu masuala ya kifedha yanayohusiana na mtoto. Hii inahusisha kujulishana kuhusu akaunti za mtoto za benki, kama kuna masuala ya benki kwa wale walioendelea kidogo. Mtazungumza kuhusu namna gani na kiasi gani cha fedha utatuma kila siku kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Mnapozungumza masuala ya kifedha, namna ya kutuma fedha, namna ya kuwekeza kwa ajili ya mtoto baadaye, hii inapunguza migogoro inayohusiana na matumizi ya mtoto. Ila pia hii inapunguza vile vibomu vinavyopigwa kupitia mtoto. Mtoto anaumwa, kumbe sio kweli. Shule wanataka hela ya vitabu, sio kweli. Sasa ili kuepukana na hili, lazima ukae chini uzungumze na mwenzako, muwekane wazi. Jambo la pili la kuzungumzia, jaribu kuzungumzia msimamo wenu katika nidhamu ya mtoto. Ili mtoto akue katika mazingira yenye utulivu na ya discipline, lazima wazazi mkae chini, mkubaliane mutaplay part gani, huyu aplay part gani, huyu aplay part gani. Hapa kila mzazi anaweza kuwa na influence yake. Kwa mfano, mmoja anaweza akaplay part ya kufuatilia nidhamu ya shule, lakini pia na taaluma ya mtoto. Ila pia mwingine akasimamia mahitaji ya kila siku na nidhamu ya mtoto nyumbani. Lakini kwa wale wazazi ambao wameendelea kidogo, mtoto anamiliki simu au mzazi anamiliki simu na mtoto ana access nayo, lazima muwe na msimamo wa matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini pia hata muda wa masuala ya kutazama television. Lazima kidogo wazazi msimame kama wazazi, japo hamko pamoja. Na hii mtasaidiana katika namna gani? Hakikisha mzazi mmoja anamuinform mzazi mwingine mtoto anapo misbehave, na mzazi mwingine anakuwa na nguvu juu ya mtoto yule. Sio mtoto ana misbehave unakaa nalo unamlea wewe kama wewe. Hapana. Inawezekana wewe ni mzazi fulani hivi ambaye ni fair, lakini yule mzazi mwingine ni mzazi ambaye kidogo ni strict. Kwa hiyo mtoto atapojua kwamba atainformiwa mzazi ambaye ni strict, kidogo anakuwa ana behave. Hii kugawana majukumu ya kinidhamu inasaidia mtoto kulelewa na pande zote mbili, japo hamko pamoja. Na hii inaepusha kale kamsemo kwa watoto wa single mother, watoto wa single parent. Jambo la tatu la kuzungumzia, zungumzieni sehemu sahihi ya kwenda kumtembelea mtoto au kumuona mtoto. Hii nayo inakuwa na changamoto kidogo. Unaweza ukajikuta unakurupuka unaenda kumuona mtoto nyumbani kwa mzazi mwenzako, alafu mzazi mwenzako yuko na mtu wake mwingine. Lakini pia kabla sijasahau, kuna swala la kupiga simu kujua hali ya mtoto. Unaweza ukapiga simu muda ambao sio, mwisho wa siku ukasababisha vitu vingine ambavyo sio. Yaani hapa kiufupi, msipopanga sehemu na muda sahihi wa kumuona mtoto, kumjulia hali, mnaweza mkakuta mnavurugiana mahusiano mlionayo. Lakini kama bado nyote hamja move on, hiyo ni habari njema, mnaweza mkaristo, sio mbaya. Lakini jambo la nne ambalo mnapaswa kuzungumza, zungumza na kubalianeni kuhusu kutomhadithia masuala yenu. Yaani inamaanisha kwamba hakuna kumhadithia uadui uliotokea baina yenu na sababu ilikuwa ni ipi, ili kuacha kumtengenezea sumu mtoto, japo kwa kina mama hii inakuwa ni ngumu. Hii itamjengea mtoto kuwapenda wazazi wote japo hamko pamoja. Lakini pia jitahidi kusikiliza na kutoa hoja za msingi, sio kutukana, sio kukalipia. Kwa nini ujitahidi
kusikiliza, kwa sababu kwa muda huo hamuelewani. Cha kufanya kuwa msikilizaji ili kuepusha shari zaidi. Sasa utamuanzaje? Hapa nako kuna kipengele. Unaweza ukamwandikia kameseji ka kinyenyekevu, ka kiutu, kanakosema naelewa tumeachana na naelewa tuna ugomvi, lakini tuna mtoto au lakini tuna watoto. Ninaona kama kuna haja kubwa ya kukaa chini na kuzungumza. Nia na madhumuni sio kwamba nataka nikusumbue au nataka turudiane. La, nataka tuangalie mustakabali wa watoto wetu na namna ya kuwalea watoto wetu kama wazazi. Ninahitaji kuwapa maisha bora na future nzuri. Kama hilo utaliridhia, basi panga sehemu na muda tukutane tuweze kuzungumza. Kama utaona haifai, sawa, lakini nia thabiti ni kushirikiana katika kulea watoto wetu. Na kwa nini nakwambia andika meseji, usipige simu? Nina maana yangu, nitakwambia kwenye pointi ya pili. Jambo la pili, rekodi kila kitu kinachotokea kwa ajili ya mtoto na kila juhudi unayoifanya kwa ajili ya mtoto. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu itakusaidia pale mbeleni mtoto atapokuwa amemezeshwa sumu na umeshakuwa mkubwa. Kwa mfano, ukipiga simu, rekodi kila mazungumzo mnayofanya kuhusu mtoto. Tunza meseji zote za miamala ambayo unatuma kwa ajili ya mtoto, lakini pia meseji za kumjulia hali na kumuomba kukutana na mtoto. Hata kama utakuwa unapiga simu au unatuma meseji kwa walezi, make sure umezirekodi. Lakini pia rekodi zile siku na moments ambazo unakwenda kumtembelea mtoto shuleni au kumtembelea kwa walezi, na ikibidi piga naye picha, na ikibidi kama ni shule hakikisha mwalimu anasaini. Ukishamaliza njia hii sasa, umesha notice kwamba mzazi mwenzako ameanza kuleta mapepe, anaanza kumweka mtoto mbali na wewe. Ex shemegi hataki hata umuone mtoto. Ex shemegi hataki utoe matumizi mpaka amekublock. Ex shem kala njama na wazazi wake au walezi wanaomlea mtoto, ukipiga simu wasipokee au ukipiga simu wakwambie vingine. Ex shem hakwambii kuhusu maendeleo ya mtoto, anakuficha ficha. Zaidi anaishia kukujibu majibu ya mkato na kukutukana pia. Lakini mbaya zaidi, swala ni kwamba mtoto tayari kamezeshwa sumu, hataki hata kukuona. Ex shem kashaamua la kwake. Kashaamua kwamba wewe huhusiki na mtoto tena. Kashamkabidhi kwa mbwenyenyi mwingine. Hapa ndipo malegendi huwa tunahamia huku. Hatukubali kushindwa. Na siwezi kukushauri kutafuta mpatanishi kwa sababu tayari ameshaamua la kwake. Ushazungumza naye na hajataka kukuelewa, na pengine amekutukana, na pengine amekukalipia, na pengine amekupa vitisho zaidi. Jambo la tatu, hakikisha unajua haki zako za msingi kwa mtoto kisheria. Tena ninavyozungumza kisheria, nazungumza sheria za nchi. Hata kama hujafunga naye ndoa, nielewe hapa, kisheria za nchi. Usije ukachanganya madesi, usije ukachanganya mtori na kindi. Lakini pia hakikisha unajua sehemu husika ya kwenda kudai haki yako kama baba, kama mama. Usikubali kupokonywa damu yako kivyepesi. Usiseme mtoto atanitafuta mwenyewe. Na bahati nzuri zaidi, maisha yamekuwa rahisi sana, yamekuwa ya kidijitali. Leo umeangalia video hii, kesho utakutana na video inayohusiana na haki za mzazi kwa mtoto kisheria, na hata kama watakuwa wameachana. Lakini pia unaweza ukagoogle mwenyewe, ukaangalia vifungu vya sheria viko online katika PDF, ukafunguliwa ubongo. Otherwise, uwe una uchungu na mwanao, uwe na mindset ya kwamba akunyimae kunde ukupunguzia shuzi, au na mindset ka kwamba atanitafuta mwenyewe akishakuwa mkubwa. But naelewa mpaka umetizama video hii na umefika hapa, wewe ni mzazi ambaye una uchungu na mwanao. Mzazi mwenza amekubania, elewa majukumu yako, elewa haki zako, ripoti kwenye dawati husika mahakamani, waanze kufanya uchunguzi, wagundue shida iko wapi, na watoe tamko lao kuhusu malezi ya mtoto, hata kama atakuwa amepandikizwa sumu. I'm telling you, mtoto yule atarejea katika hali yake, ataelezwa ukweli, atajua sababu iko wapi. Sasa yote 9 10. Kwa nini upaswi kukubali kugive up? Kwa nini upaswi kukubali kuiacha damu yako iende kivyepesi? Swala sio kwamba ni damu yako tu. Swala ni kwamba moja, unaidhulumu damu yako na unajidhulumu mwenyewe. Utajiambia akikuwa atanitafuta, akunyimae kunde ukupunguzia shuzi. Lakini je, umekumbuka maswala haya? Nilivuja kijasho kwa ajili ya mtoto huyo. Je, huyu mtoto ni sehemu ya vinasaba vyangu au la? Je, angekuwa nani kupitia uwepo wa malezi yangu? Je, angekuwa nani kupitia ukosefu wa malezi yangu? Je, atapokuja kuwa mbaya kwa kukosa malezi yangu, atakayelaumiwa ni nani? Niamini mimi, mtoto anakuhitaji wewe kama mzazi wa asili, sio mtu mwingine, kwa sababu utamlea kwa uchungu, utamhudumia kwa utashi wote. Lakini pia hata wewe unamhitaji mwanao kutengeneza historia ya kwamba hujapoteza kitu katika maisha yako. Niamini mimi, utapomwacha apotee, lazima hiyo doa iendelee kubaki katika maisha yako, kwamba niliwahi kuwa na mtoto lakini sijui yuko wapi. Kwa hiyo utaendelea kuwa na tatizo la kisaikolojia maishani mwako mote, kwamba umepoteza kitu katika maishani mwako, utajihisi sio mkamilifu. Swala la pili, utakuwa umekubali kuonekana kwamba we ni bonge la coward, umekimbia mapambano. Tuongee ule ukweli. Labda pengine swala lako sio kwamba atakuja baadaye mwenyewe, bali ni kwamba kwa nini niendelee kujiumiza? Kwa nini niendelee kupambana na mtu ambaye anaonekana kabisa ananichukia? Kwa nini niendelee kuwa na matumaini ya kupata mtoto wangu lakini naona kabisa mtu mwenyewe anaendelea kumkatalia? Kwa nini niendelee kujitolea kifedha na kimwili na kimuda na wakati naona watu wenyewe hawana habari na mimi? Kila ukipiga simu ni mabishano tu, tena muda mwingine ukaishia kutukanwa. Kila siku ni mchakato wa kisheria. Lakini pia kutokana na sentensi za mzazi mwenzako unajikuta unakuwa mdogo, unaambiwa una lolote, ufai kumlea mtoto. Mtoto mwenyewe hata hakutaki, hataki hata kukusikia. Unajikuta unakuwa na thamani ndogo. Mwisho wa siku unaonekana
utaonekana kwamba ni mtu ambaye umechoka na msongo wa mawazo, right? Mwisho wa siku unakuwa ni mtu ambaye unavurugwa muda wote, umekasirika muda wote, utaki hata kusikia habari za mtoto wako. Mwisho wa siku unaona bora liende, maisha yaendelee, na akinitaka atanitafuta mwenyewe. Lakini ukweli mgumu ni huu hapa. Hizi kauli, haya matendo yanatumika kukuvunja moyo usiendelee kupambana. Kwa hiyo utaporuhusu kuvunjika moyo, kukatisha mapambano, ndugu yangu, utaonekana bonge la kawadi na utampa neno la kusema kwa watu. Jambo la tatu, unatengeneza saikolojia ya mtoto baadaye. Mimi nataka nikwambie ukweli na wala sitaki kuupamba. Saikolojia ya mtoto mara nyingi huwa inaathiriwa na wazazi. Mtoto anajifunza kutokana na imani, anajifunza kutokana na mazungumzo ya mzazi aliye naye karibu. Na ninavyosema imani na mazungumzo hayo ni juu ya mzazi mwingine. Lakini pia saikolojia ya mtoto kadiri anavyokuwa inajengeka kulingana na anayemuona anampambania. Unaposalimu amri, unaposarenda kuacha kumpigania mtoto wako, kuacha kuwa karibu na mwanao, trust me, mzazi mwenzake kuna maneno fulani anaanza kumlisha. Mama yako au baba yako hakukutaka. Familia ya ujombani, familia ya kwenu ilikuwa haikupendi, haikukutaka kwa sababu ulizaliwa nje. Baba yako au mama yako alikutelekeza kwa sababu alipata bwana mwingine au alipata mwanamke mwingine. Niamini mimi my friend, mtoto anapokuwa katika ukuaji wake anasikia maneno ya aina hiyo na anamuona mzazi mmoja. Mtoto wako atapokuja kuwa mkubwa hataamini maneno yako, na sio kwa sababu ni kweli, ni kwa sababu katika ukuaji wake hakuwa na stori yako, hakukuwa huko akiona unavyompambania, ila pia huna ushahidi wa mapambano yako juu yake. Kwa hiyo saikolojia chafu ilishajitengeneza. Kwa mfano, alishajijengea kwamba baba yangu mama yangu alinitelekeza, kama mzazi wangu mimi hakunithamini, nani atanithamini? Kama mzazi wangu mimi hakunithamini, kwa nini mimi nimeshajipata nimthamini? Lakini pia anaweza akawa na mindset ya kwamba mimi nilipatikana bahati mbaya, kwa hiyo maisha yangu hayakustahili kuwepo. Mwisho wa siku unaweza ukajikuta mwanao anafanya vitu ambavyo hakupaswa kufanya kwa sababu ya hizo mindset. Nini point ya msingi ndugu yangu? Usinyanyue mikono. Usiache kumpambania mwanao, kwa sababu mwanao anakuhitaji kwa muda huu zaidi ya unavyofikiria. Hata kama haoni na kujitambua leo, iko siku moja ataona ukweli. Iko siku moja atatambua yupi alimkosea mwenzake mpaka ikapelekea mkaachana, na siku hiyo hatotaka kusikia la mtu, na siku hiyo wewe utaonekana mkosefu kwa sababu hukumpambania. Kama wewe umefika hapa, wewe ni legend na ulihitaji video hii zaidi ya kitu kingine. Kama nimekosea sehemu nisamee, lakini kama una maoni unaweza ukaongezea kwenye comment. Ni mimi Mr. Abdunnoor, unaweza ukashare kwa mtu mwingine anahitaji video hii zaidi ya chochote.